Jumatatu nyingine tena tunapata wasaa mzuri wa kuweza kuyajadili mambo mengi ya kimichezo kupitia kipindi chako pendwa cha Sports Warm Up ambacho kinakujia kila siku za Jumatatu muda na wakati kama huu kupitia chaneli yako pendwa ya SAUT TV. Na leo tumekuja hapa katika shule ya sekondari ya Nsumba ambapo kuna maandalizi ya michuano ya UMISETA na tumekuja kuzungumza na kamati ya maandalizi kiujumla michuano hii kuangalia namna gani wamejiandaa na namna gani wamejiandaa kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji ambao watawakilisha mkoa wa Mwanza katika ngazi ya kimataifa. Na leo nipo na wageni wangu wanne hapa ambao utakwenda kuwatambua, lakini kama ilivyo ada, jina langu ni Ushindi Kadege, ndio nitakuongozea jahazi kwa siku ya hii leo. Lakini katika meza kama nilivyokujuza, wageni wangu nitakuwa na mratibu mkuu wa mashindano haya ama wa michuano hii. Hapa tunamzungumzia Augustine Sanane ambaye ndo anasimamia ama tunasema ndo mwenye mashindano yake kwa hapa Msumba, lakini pia atakuwepo George Gwegwe ambaye ni kocha, lakini pia Kabuye Ashraf naye pia ni kocha, lakini pia tutakuwa na mwanadada ama sports lady Hawa Chucha ambaye yeye anawakilisha wanawake kwenye michuano hii kama msimamizi, lakini pia ni kocha kwa ajili ya michuano hii ya UMISETA kwa mwaka 2025. Kwa hiyo nianze moja kwa moja na mratibu wa michuano hii. Habari yako? Salama, habari ya kazi? Kwangu mimi ni salama kabisa. Sijajua kwako, naona kumekucha na kama kawaida upo katika sura ya kimichezo. Sawa sawa, karibuni sana. Sisi tuko vizuri, tunaendelea hapa na maandalizi. Karibuni sana. Asante, na sisi tumekaribia. Sasa kwa hao wote ni makocha, si ndio? Sasa hawa nitawapa salamu ya pamoja. Pengine makocha, habarini za asubuhi. Tumeanza na tizi kwanza au nyinyi mmekuja kusimamia tu mazoezi? Hapana kwenu? Sisi ni makocha. Kwa hiyo tunapoamka asubuhi, cha kwanza ni kufanya warm up kwanza. Kwa hiyo tunaanza na mazoezi asubuhi kama mnavyotuona hivi. Ya mazoezi kwanza ndio mnakuja kuwasimamia vijana. Sasa nianze moja kwa moja na mratibu wa mashindano Augustine Sanane. Pengine utaratibu umekaje mpaka hivi sasa? Kwa michuano bado hamjaanza na mnatarajia kuanza lini pengine? Kwanza nikushukuru mtangazaji kwa kuweza kufika katika maeneo ya Nsumba Sekondari ambapo tunafanyia mashindano haya. Hapa kama unavyotuona hapa, sisi ni baadhi ya kamati ya uratibu uendeshaji wa mashindano, ambapo kamati ni kubwa. Tuna maafisa michezo, tuna viongozi wengine wengi, lakini sisi ni baadhi tukiwakilisha. Kazi yetu ya kwanza tunaanzia kwenye swala la maandalizi ya viwanja, malazi na vyakula, tukiangalia ni nini kitatokea. Kwa hapa ni baadhi tukiwa tunawakilisha. Kwa upande wa viwanja, tumeshaandaa viwanja vyote ambavyo vitatumika kwa mashindano. Mashindano yetu tunatarajia kuwa na michezo kadhaa, zaidi ya michezo 10. Tukianza na soka kwa wasichana na wavulana, mpira wa mikono wasichana na wavulana, mpira wa kikapu au basketball wasichana na wavulana, na katika kikapu saizi kuna category inaitwa 3-on-3. Wachezaji watatu wanacheza 3-on-3, watatu kwa watatu. Kuna 5-a-side, 5-on-5 na 3-on-3. Hiyo kitu tuko nayo. Kwa katika basketball tayari kuna category ya pili pale, 3-on-3 na 5-on-5. Tuna gobo kwa wasichana na wavulana. Gobo ni mpira wa kengele ambao unachezwa na watoto wenye albinism. Unacheza wasichana na wavulana. Tuna riadha kawaida, tuna riadha maalum. Riadha maalum na watoto wenye albinism ndio wanakimbia. Katika michezo kuna kitu kinaitwa michezo jumuishi. Kwa nini tunakuwa na riadha maalum? Ili na vijana ambao wana mahitaji maalum kama wenye albinism waweze kushiriki pia katika riadha yao. Kwa hiyo ndio maana tunaweka hiko kitu kama kipengele cha michezo jumuishi. Ukitoka hapo tuna netball ambayo yenyewe inachezwa kwa watoto wa kike peke yake. Toka 2023 tuna sanaa za maonyesho ambapo kuna muziki wa singeli. Tulikuwa nasema singeli kwa sababu singeli ndio 99% ni muziki ulioanzishwa Tanzania. Ndio wa kwetu. Kwa sasa UMISETA imekuja kivingine. Kwa upande wa sanaa pia tutashuhudia vipaji vikiweza kutoka huku, si mpira wa miguu ama michezo mingine ambayo tumeizoea. Sasa mratibu, nitarejea kwako, nije kwa Hawa Chuchi. Hawa, soka la Tanzania kwa upande wa wanawake linakuwa na miongoni mwa sehemu mama ambazo tunatarajia vipaji viweze kutoka ni kwenye michuano hii. Sasa kama wewe miongoni mwa makocha wa kike, umejipanga vipi na tutarajie nini kwa msimu huu kuhakikisha kwamba hivi vipaji tunavipata vingine? Tumeona kina Aisha Masaka sasa hivi wanatamba Brighton, wanafanya vizuri. Sasa kwako wewe umejipangeje kuhakikisha kwamba unaibua vipaji vingine, unawapata kina Masaka wengine? Asante sana ndugu mwandishi. Kwanza napenda kuwakaribisha wadau wote wa michezo kwenye viwanja hivi vya Nsumba
ikiwemo TFF wafike. Tuna vijana wengi, tuna mabinti wengi wa kike ambao wana vipaji na wana uwezo, wanahitaji tu kupewa ile nafasi au kuonyeshwa njia kwamba wanapaswa pita hapa ili waweze kufika kule wanapotaka. Naamini kwa kwamba vipaji tunavyo na mabinti zetu wapo tayari kucheza na wana uwezo mkubwa na kuweza kuwashinda hata hao ambao wametangulia. Wa kuweza kufika zaidi. Sio kuishia Simba na Yanga tu. Tunataka watoke hadi vilabu vya nje pia. Tutarajie matokeo chanya kutoka kwenye michuano hii kwa mwaka. Nije kwa kocha Ashraf Kabuye, ama tuseme Kabuye Ashraf. Wewe ni kocha na ni miongoni mwa wale ambao mtakuwa mkihusika kwenye kutazama vipaji, hususan kwenye mpira wa miguu lakini na michezo mingine. Sasa kwenye selection ama uchaguzi wa wachezaji kumekuwa na baadhi ya malalamiko kwamba haipo fair. Kuna muda wachezaji wanacheza lakini tayari wale ambao wanasimamia mashindano wana wachezaji wao ambao wako nao. Kwa hiyo wengine watacheza lakini kuna watu ambao tayari wameandia. Sasa nyinyi kama wasimamizi kwa mwaka huu mnakabiliana vipi na hili sakata? Asante. Kwa hiyo mratibu wetu, bosi wetu amejipanga huko na watu wanachagua wachezaji that wako neutral. So mwalimu anamupa first achague wachezaji wake, lakini wanasimamisha watu wengine that sio walimu but ni makocha tu kuangalia ile timu, wachagua wachezaji bila kuwa na ile upendo that huyu ni mtoto wangu, wanaangalia tu merit na kwa sasa hapo wasaha ni kwamba unawaambia waache kuangalia faida ya wao kwa wao kwamba nipewe fedha lakini wazingatie vipaji zaidi. Sasa nije kwa George Kwegu. Nawe miongoni ni kocha, si ndio? Ambao utakuwa kocha mchezaji. Kwa hiyo ufundishi nje ya uwanja tu, na wewe pia unaingia uwanjani unafundisha kwa vitendo. Pengine nije kwako sasa, umejipangeje kwenye michuano hii ya UMISETA kwa mwaka 2025? Tunajua idadi ya wachezaji ni wengi, lakini pia kuna ugumu ambao huwa mnaupata kwenye kuchagua wachezaji. Nani akawakilishe mkoa na nani aondoke. Umejipangeje wewe kama kocha? Kama kocha nafikiri cha msingi zaidi ambacho tumekifanya ni kufanya selection ya watoto ambao ni bora zaidi. Kwa hiyo kiasi kwamba hata wale selectors wanapokuwa kazini, kwa hiyo watu ugumu wao kwamba tumchague nani tumwache, sababu wachezaji wanakuwa katika viwango ambavyo ni vizuri. Alafu vile pia selectors wanaokuja kuchagua wachezaji ni nje na makocha, watu ambao wameletwa nje kwa kazi yao ni kufanya selection tu, hawana upendeleo, hawatakuwa na upendeleo na wachezaji. Kama ni mtoto ameonekana na kipaji ndiye atakayechukuliwa. Kwa sababu tunaandaa watoto, tunaandaa vizuri, kwa kazi iliyobaki ni kushiriki katika michezo tu. Hapo kocha, wewe si ndo utakuwa unawasimamia wachezaji na unashinda nao hapa sasa, na unajua kwamba huyu uwezo wake ni huu, nafasi yako wewe kwenye ile selection ya wachezaji ipoje? Nafasi yangu katika selection, mimi kazi yangu ni kuandaa wachezaji, kwa sababu kwa siku kwenye sehemu ya selection. Kwa hiyo mimi naandaa mchezaji, swala la selection namwachia ambaye anaandaliwa kwa ajili ya selection. Mimi sihusiki na selection. Kazi yangu ni kuandaa mchezaji. Utaandaa tu mchezaji, kuchagua atakuja mtu mwingine, si ndio? Okay. Ni kwa mratibu sasa mratibu tunasema ndo mwenye mashindano, si ndio? Sasa kwa wewe ambaye umekuwa ndo mratibu mkuu wa mashindano kwa mwaka huu, pengine mwitikio wa timu kutoka katika wilaya mbalimbali upoje mpaka hivi sasa, kwa sababu mnatarajia kwenda kuanza mashindano, lakini mpaka hivi sasa tunavyozungumza hapa mwitikio upoje? Kama tulivyosema hatua ya awali kwamba tuko katika hatua ya maandalizi. Tukisema maandalizi ni pamoja na sehemu ambapo tunajiandaa kupokea wanamichezo. Kwanza wa wachezaji tunapokea wachezaji 960 kutoka halmashauri 8. Tunapokea walimu 17 kutoka halmashauri 8. Madaktari, kila halmashauri lazima ije na daktari. Lakini pia tutakuwa tuna wageni waalikwa, wadau mbalimbali wa michezo, kwa mfano Sports Charity ambao wamekuwa ni wadau wakubwa sana kwetu wakitusaidia katika vifaa na vitu vingine. Tutakuwa na zaidi ya watu 1130 kuanzia tarehe 8 ambao wataripoti hapa. Kwa
Kwa tunapozungumza kuhusu selection na sisi kama kamati ya maandalizi, sisi kazi yetu ya kwanza ni kuandaa viwanja watu wacheze, ni kuandaa sehemu ambapo watoto wa kike watalala, watoto wa kiume watalala, ni kuandaa mazingira rafiki kwa ajili ya waamuzi tunaowachukua kuja hapa kufika, maji ya kunywa kwa ajili ya waamuzi na vitu vingine vyote. Madamu hawa Chuchi hapa kwenye soka, Kena May yuko vizuri. Lakini mimi mwenyewe mratibu, pamoja na kwamba ni mratibu basketball pamoja na netball, naifuatilia vizuri na nina watu wangu ambao nawatumia. Tukija kwa mwalimu Ashraf Kabuya ambaye ni rafiki yetu, ni ndugu yetu. Origin yake ni kutoka Uganda, lakini ni mtu ambaye tunamtumia, tunafanya naye kazi sana kwa sababu kwenye talent identification ana uwezo mkubwa sana. Pamoja na mambo mengine tunafanya kazi kama timu, kushirikiana pale kinapokuwa kimetokea kitu ambacho kiko tofauti, tunapeana maelekezo kwa pamoja, tunasolve. Na ndio maana mara kwa mara tumekuwa tukifanya kazi hii kwa weledi na tukifanikiwa kupata timu nzuri ambayo kiushindani. Ninapokuambia hivi, mikoa mingine inawaza Mwanza tunaenda vipi, na sisi tunasema tuendeleza moto ule wa mwaka jana, ambapo unaweza tukasema kwanza tulikuwa wa kwanza nchi nzima, na this time around tunaenda kufanya hivyo. Shida nini? Maandalizi mazuri ambayo tunakuwa nayo sisi kama mkoa, kutokuchagua wachezaji kwa upendeleo kama mkoa, kuwa na lugha moja ya kuzungumza na kusikiliza maelekezo ya viongozi wetu. Ile ni jambo ambalo limekuwa ikitupa mafanikio. Maandalizi yaliyo bora ndio siri ambayo imefanya kwa mwaka jana mkafanya vizuri. Pengine kwa hawa Chuchi hapo umeaminiwa kwenda kusimamia mashindano, pengine tutarajie nini kwa mwaka huu na mnapokwenda kwenye selection, lakini pia kwa nyinyi kama mkoa wa Mwanza wewe kocha wa kike tutarajie nini kwa ufupi sana? Tutarajie ushindi na kurudisha makombe yote kwa upande wa soka kike na soka me. Hatutarajie ushindi na kuleta mataji kwa upande soka kike na soka me. Soka kike pamoja na kiume. Nije kwa kocha Kabuya Ashraf, wewe kama kamati ya maandalizi, lakini pia unaitazama timu yako hapo kutoka kwenye mkoa wa Mwanza, tutarajie nini? Tutarudi na ushindi na vijana wako tayari. Vijana wako tayari na tutarajie kurudi na ushindi. George Ngwegwe, nimesikia mratibu hapa anasema ni mtaalamu wa masuala ya riadha. Tutarajie kuona mwaka huu kwenye riadha tukipata wawakilishi ambao watakwenda kufanya vizuri kuwakilisha mkoa wa Mwanza na kitaifa. Tutarajie mafanikio makubwa sana kwa riadha. Na mtazamaji wa SAUT TV, ni kushukuru kwa wao ambao ulikuwa nasi tangu mwanzo mpaka tunafika tamati ya kipindi hiki, ambapo leo hii tulikuwa katika viwanja vya shule ya sekondari Nsumba kuja kuangazia juu ya maandalizi ya michuano ya UMISETA kwa mwaka 2025, na ilikuwa na timu nzima ama kamati nzima ya maandalizi ya michuano hii. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki katika uandaaji wa kipindi hiki kwa siku ya hii leo, jina langu ni Ushindi Kadege. Kama ilivyo ada, tunakuacha na makala fupi ambayo inakwenda kuangazia michuano ya UMISETA. Katika juhudi za kukuza vipaji vya michezo miongoni mwa vijana, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Elimu kwa kushirikiana na TAMISEMI imekuwa ikiendesha mashindano ya michezo kwa shule za sekondari maarufu kama UMISETA. UMISETA, kifupi cha Umoja wa Michezo ya Shule za Sekondari Tanzania, ni jukwaa muhimu lililoanzishwa rasmi miaka 1970 likiwa na dhamira ya kuibua na kukuza vipaji vya michezo nchini. Mashindano haya hufanyika kila mwaka yakihusisha michezo mbalimbali kama vile soka, riadha, mpira wa kikapu, wavu na mingineyo, yakileta pamoja wanafunzi kutoka mikoa yote ya Tanzania. Mbali na kuwa sehemu ya burudani na afya kwa vijana, UMISETA imekuwa chimbuko la wanamichezo maarufu waliofika mbali kitaifa na hata kimataifa. Miongoni mwa wachezaji waliopitia UMISETA na kung'aa kwenye anga ya michezo ni pamoja na Asha Rashid na Stumai Athumani wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars, pamoja na Zuberi Katwila ambaye kwa sasa ni mmoja wa makocha wanaotambulika nchini. Kwa upande wa wanaume, wapo pia waliowahi kunufaika na mfumo huu katika hatua zao za awali, akiwemo Mbwana Ali Samata ambaye licha kupitia katika academy aliwahi pia kunufaika na mashindano ya shule za sekondari. Mashindano ya UMISETA yameendelea kuwa sehemu ya mkakati wa taifa wa kuandaa na michezo yenye nidhamu, uwezo na ushindani, huku yakichochea mshikamano miongoni mwa vijana kutoka sehemu mbalimbali nchini. Kwa mantiki hiyo, UMISETA inaendelea kuwa injini muhimu ya maendeleo ya michezo Tanzania, na matumaini yanawekwa kuwa itaendelezwa na kuwekewa mazingira bora zaidi kwa faida ya vizazi vya sasa na vijavyo. Makala hii imeandikwa na Elisha Leonard na kusomwa kwenu na Beata Modesti.